Kama wewe ni mkazi wa jiji la Dar es Salaam, bila shaka utakuwa sio mgeni sana kwa huyu ndugu yangu anaitwa muhasibu wa daladala. Leo 7 Media tumekuja kumtembelea. Bwana, mambo vipi? Bwana, mambo poa. Kama unavyoniona, sina mbambamba, sina shombovu, sijalogwa mjini, sijaogea mnukanuka, nimeogea fedha, yani pambe tupo. Niambie ndugu yangu. Shwari kabisa. Bwana muhasibu, kwanza hongera. Mimi ni mmoja kati ya mtu ambaye napenda sana kazi zako. Ni kitu gani hasa ambacho kimekusukuma kuzifanya hizi kazi ambazo unazifanya sasa? Cha kwanza napenda kazi yangu. Yaani katika maisha kwanza, cha kwanza upende kazi yako unaoifanya. Hata wewe mwenyewe unatakiwa upende kazi yako unayoifanya, ndio inaweza kukufikisha mbali, ukapiga hatua kaza. Na pia mimi ni mwana sanaa. Kwa hiyo sanaa yangu naifikishia kupitia kazi yangu pia. Na ndio jinsi ninavyofanya. Okay, jina la uhasibu wa fedha lilitokana na nini? Kutokana na mazingira ya uhasibu wa daladala, jinsi nilivyokuwa nafanya. Sababu mimi nimetokea kwenye kondakta wa daladala. Kwa hiyo unavyoona, ndio maana nikaamua nijiite muhasibu wa daladala au mchezea hela kuanzia asubuhi mpaka jioni. Ulishawahi kuichukia ama kuijutia kazi ambayo unaifanya? Siwezi kuichukia, sababu kazi yangu hili ya kuchezea hela, na bado mpaka sasa naendelea kuchezea hela. Sasa hivi nachezea hela kwenye kampuni yangu bora kabisa, Ipination Express. Kama unavyoniona, sina mbambamba, sina shombovu, sijalogwa mjini, siogea mnukanuka, nimeogea fedha. Bwana, pambe tupo. Niambie. Ina maana kutoka kwenye daladala mpaka kufika kwenye mabasi ya mkoa ni hatua kiasi gani kwako na imebadilisha vipi maisha yako? Bwana, hatua moja kubwa sana. Kwanza mimi mwenyewe nimefurahi kutoka kwenye daladala sasa hivi kwenye basi ya mkoa. Bwana, yani ni kitu kilichokuwa kwenye maisha yangu, pia nilikuwa nahitaji muda mrefu sana nitoke hatua hii nihamie pia hatua nyingine, kwa sababu naipenda kazi yangu, na ndio maana unaniona muda wote na relax na kazi yangu. Na huku pia nilipo sasa hivi, wajiandae watu kupata vitu vizuri kupitia kwenye muhasibu wa daladala au muhasibu, sasa hivi naita muhasibu wa basi. Muhasibu wa basi. Kwa hiyo sasa hivi Watanzania wajiandae kupata vitu vizuri. Ukistamakia unaendelea ule ulikuwa tunafanya kwenye madaladala, sasa hivi tunauhamishia kwenye basi zetu pendwa kabisa za Ipination Express. Kama unavyoniona, napatikana Shekilango jamani. Sina mbambamba, sina shombovu, sijalogwa mjini, sijaogea mnukanuka. Sawa, ni miaka mingapi imekuchukua mpaka sasa kwenye hii kazi ambayo unaifanya? Ni miaka mingapi umedumu kwenye hii kazi? Bwana, kwenye daladala kwanza nimedumu kama miaka 10. Miaka 10. Sasa huku kwenye mabasi bado sina muda, ndo nimeingia, ndo mgeni. Ndo mgeni. Ndio maana unakwambiaje maisha ya sasa. Yani mama ana mimba, mtoto atomba la kuharisha, baba na minyoo, nyumbani nako pesa hakuna, mwenye nyumba na dekodi pokopa na kojano unadaiwa, baba mko naye na bonge la bushe hapo Mwimbili ataji kutumbuliwa. Yani inakuwa bila kumwagilia, na maanisha dagaa robo, pilipili za buku, mboga ya kichoyo, mgeni asije nyumbani. Kwa hiyo lazima upambane na maisha yako, pambana. Kwa cha umuhimu kukaza. Watu wengi wanasema kwamba kazi ya ukondakta ni kazi ya watu fulani hivi ambao kwa wengine wanatumia lugha ambayo sio sahihi, naweza nikasema hivyo. Wanasema kwamba kazi hii ni kazi ambayo inatumiwa na watu ambao wahuni. Wewe hii unaizungumziaje, kwamba ni kweli makondakta wengi wa daladala ni wahuni? Bwana, kazi ya daladala kwanza, hamna kazi amazing kama kazi ya daladala, kwa sababu kazi ambayo nzuri sehemu yote ulio unaojipatia kipato kuanzia 15,000 20,000, kazi nzuri sana. Unaweza kumpita hata mfanya kazi ya serikalini. Uongo kweli? Kabisa. Sasa, kwa hiyo siwezi kusema kwamba kazi ya daladala mbaya, hapana. Kazi ya daladala nzuri sana. Kazi ya daladala nzuri tena sana. Sababu watu wengi sana wanajua kazi ya daladala jinsi wanavyoichukulia. Wanachukulia kwamba kazi ya mwisho kwa watu ambao wasiosoma. Hapana. Kwa wengi sasa hivi wamesoma na bado wanafanya kazi ya daladala, sababu ile kazi kama kazi zingine. Okay, ipo siku mbaya kazini. Hii kwa kila mtu huwa inatokea siku mbaya kazini. Upande wako wewe muhasibu wa daladala, siku mbaya kazini ilikuwaje? Siku yako mbaya kazini. Siku mbaya mwenyewe utaiona, sababu sometimes unaweza kumkuta hata abiria unaenda kumdai nauli, anaanza kukuambia wewe vipi kani vipi? Babu, si nimekwambia nitakupa, anakutumbukizia na tusi. Kwa hiyo unajua leo siku mbaya, kwa hiyo lazima niwe na tahadhari. Kwa hiyo ukishajiona na siku mbaya pia kwako, unatakiwa uwe na tahadhari, au kama sio tahadhari, siku mbaya unatakiwa mwenyewe umwachie hata mwenzio pumziki. Mtu wa aina gani hawezi kufanya hii kazi ya ukondakta wa daladala? Mtu mwenye sifa zipi? Asije kabisa huko. Mpole, yani yule alikuwa hajachangamka.
sababu kazi zetu hizi lazima uchangamke. Yani mtu alosinzia sinzia mdote hivi nyolonyolo hivi, kazi ya daladala haiwezi. Yani sio daladala, kazi yote ya barabarani hata haiwezi. Kwa maana ili ufanye kazi ya barabarani ni lazima uwe umechangamka. Umechangamka pia na ujue ukistamakea, sababu ujue jinsi ya kumsoma mtu faster. Sababu kazi ya daladala asimia makondakta daladala wengi kama askari wapelelezi. Kwa sababu tuna confidence ya kumsoma mtu faster. Ndio maana hata leo mimi nikiwa kwenye daladala nimepanda hata mwizi, nimetoka huko nimeingia kwenye daladala, kama kwenye gari kuna mwizi nitakwambia huko gari kwenye ile basi kuna kibaka kaingia. Inasemekana kwamba kondakta wa daladala ni watu pekee ambao huwa wanasafirisha hata baadhi ya wasanii kwenye daladala, lakini pia inawezekana kuna namna wasanii wengi huwa ambao wanatumia usafiri wa daladala huwa hawalipi nauli. Ulishawahi kumsafirisha msanii gani kwenye daladala na kukulipa nauli? Wengi wanalipa. Yani ujue kwa mtu ulipi kwamba wewe mwenyewe mapenzi yako. Kwamba mtu fulani namkubali. Bwana wewe ndugu yangu bwana. Bwana usijali bwana. Kana nauli yako. Yani kwamba wewe mwenyewe rohoni kwako kumpenda yule mtu. Umeelewa? Bwana msanii fulani usijali usitoe bwana. Na ilishawahi kukuletea kazi yako kukuletea shida yote kwenye upande wa familia? Yani labda mikwaruzano fulani hivi ya nyumbani pale na familia kutokana tu na kazi yako, either labda umechelewa kurudi na vitu kama hivi? Cha kwanza familia yoyote lazima uipange na ijue kazi yako unaoifanya. Lazima ajue kwanza nani zako, project zako za kazi yako zipo vipi. Kwa hiyo lazima mtu ajue kazi zako zipo vipi. Kwa hiyo lazima yeye mwenyewe anajua. Daladala unaamka saa 10, kulala saa 4, saa 5, saa 6. Kwa hiyo inajulikana. Na binafsi yako ukiachana na kazi ya daladala, endapo labda usipokuwepo huko kwenye daladala, ni kazi gani nyingine ungekuwa unaifanya? Kazi nyingine usipokuona huko kwenye daladala? Daladala usiponiona. Ni kazi gani nyingine ambayo ungekuwa? Okay. Kama kazi unaoifanya entertainment ya utangazaji. Ya utangazaji. Of course una kipaji hicho pia. Kipaji ninacho kama unavyoniona. Na ndio maana nakwambiaje ugumu wa maisha sio mwisho wa starehe. Kuondoka kwa mgeni rasmi sio mwisho wa sherehe, na kuku wa sikukuu lazima awe amenona. Ndio maana nakwambiaje mchawi binadamu, ila paka mweusi anasingiziwa kutokana na rangi yake. Au juu hilo kati. Kabisa. Lakini wewe ni mtu ambaye unafiti sana kwenye comedy. Na watu wengi wanaipenda kazi yako kutokana na comedy yako ambayo unaiweka kwenye kazi zako. Ulishawahi kufikiria kuingia rasmi kwenye comedy sasa na kuachana na hizi kazi? Yaani kwamba comedy ndio iwe kazi yako official? Sababu sawa comedy unaweza ukafanya na pia kazi yako hii ikawa inaendelea kama kawaida. Sababu comedy kazi, na wengine huwezi kufanya kazi moja, huwezi kutoboa kwa kazi moja. Hata wewe mwenye comedian hawezi akawa kama kuna comedian ana sababu nikwambie tu siri ya wasanii. Wasanii wengi unajua wanashindwa hata kufanya kazi zao zingine kutokana na mtu akijiona na akichekia na ana jina, akionekana anafanya kazi fulani basi ataonekana mtu fulani. Hapana. Ndio maana unakuta wasanii wengi tunakufa maskini. Ushaelewa? Asilimia wasanii wengi wanakufa maskini kwa sababu sio unakufa, asilimia wasanii wengi maskini. Ndio nakupa tunachalali. Kwa sababu gani? Kwa sababu majina yanaona nini? Yaani jina kubwa kuliko kipato. Jina kubwa kipato kidogo. Okay. Inawafikia wao wanashindwa hata kufanya kazi zao zingine, yani kutokana na ile jina lake kubwa. Ina maana akionekana leo kabeba mzigo, msanii fulani anabeba mzigo, inakuwaje? Na sisi sasa shida ya Tanzania wengi wajoga, mtu akishakuwa na jina unajua tayari ashakuwa na hela. Kumbe vitu vili tofauti. Pesa, jina. Vitu vili tofauti. Ndio shida sisi ya wasanii wa Bongo. Ndio maana tunakufa wengi maskini, sababu unashindwa kufanya kazi zako zingine. Lakini ukimkuta kama mimi Nyonzo bidi mvule Nyonzo. Baba kazi yote mimi nakimbiza. Yaani sikuangalia wewe kwamba eti ukiniangalia wewe sema utajua wewe. Mimi ya kwangu anaenda. Watu wengi huwa wanakufananisha na Joti. Ni kweli kwamba kwanza wewe natamani kufahamu unazipokeaje zile comment ambazo watu wanakufananisha na Joti? Na Joti ana nafasi gani katika kazi yako ya sanaa? Sio wananifananisha, mimi ndo mlisi wake. Mlisi wa Joti? Yani hata mtu yote yule akijisifia bwana mimi mlisi wa Joti, sijui naonaga hata wengi tu. Mimi na chembe za huyo muongo bwana. Vitu vya Joti vote mimi ninavyo. Na sio nimefundishwa, ninavyo kutoka automatically kutoka katika yani ile nani yangu, karia yangu kabisa yani. Kwa sio vitu vya kuigiza hapa, yani vya kusema kwamba
hivi sio nani, hii ndo karia yangu, ndo jinsi nilivyozaliwa. Kwa binadamu wawili. Hata yeye mwenyewe kama anaongea interview kaiona, anajua kabisa bwana kuna jembe fulani huko linaitwa Mwasibu wa daladala, sio mtu mzuri.